Nasikia nimeheshimika sana kusimama mbele yenu kuleta neno la uzima. Naamini ya kwamba naamini ya kwamba tutabarikiwa pamoja kwa sababu ni mapenzi ya Bwana kubarikiwa. So nataka ninene neno la Bwana kwa muda mchache ambao uko mbele yetu, na ninaamini ya kwamba tutabarikiwa. Bwana atukuzwe sana. So kichwa cha ujumbe wangu ni kubadilishiwa baraka. Bwana atukuzwe sana. Kufanya nini? Kubadilishiwa baraka, kwa sababu ni mapenzi ya Bwana kila mmoja kufanikiwa. Ni mapenzi ya Bwana kila mmoja kuendelea. Ni mapenzi ya Bwana kila mmoja kuinuliwa. Bwana atukuzwe sana. Lakini naye adui pia anakuwa na njama zake, anakuwa na michoro yake, na kwa hivyo ndio maana tunaambia kwamba ni vizuri kuwa makini sana katika ulimwengu wa nini? Katika ulimwengu wa roho, kwa sababu shetani pia, maandiko inasema ya kwamba katika kitabu cha Peter ya kwamba kama simba agurumai. Bwana atukuzwe sana. Shetani huwa anazunguka kama simba agurumai akitafuta mtu aweze kumtambariza. Haleluya. Kwa hivyo wakati wote unasikia kwamba umebarikiwa, jua ya kwamba adui hajafurahia. Haleluya. Wakati wote unasikia ni kana kwamba unaenda katika level nyingine, elewa ya kwamba adui hafurahii. Haleluya. Na ako mahali pale ili aweze kukuondoa katika baraka zako. Hebu tuende nami katika kitabu cha First King. Tutasoma paragraph mrefu leo. Alafu tutasikia tukiwa tumebarikiwa sana. First Kings chapter 3 and verse number 16. Alafu tuweze kuendelea hivyo. Edna, si hata mimi leo unisomea, hata mimi sikia vizuri. Si hata mimi huwa nasomea watu wengine. Hebu tusomea hapo. Ndipo wanawake wawili makahaba walimwendea mfalme, wakasimama mbele yake. Hiyo yako ni ya Kiingereza? Haya. Macho inafika ama nisome? Sawa basi. Mwanamke mmoja akasema, Bwana wangu, mimi na mwanamke huyu tunakaa katika nyumba moja, nami nalizaa nilipokuwa pamoja naye nyumbani. Kisha siku ya tatu baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu naye akazaa, na sisi tulikuwa pamoja. Hapakuwa na mtu mwingine pamoja nasi nyumbani isipokuwa sisi wawili tu. Na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku, maana alimlalia. Akamwondoa mtoto wangu ubavuni pangu, mimi mjakazi wako, nilipokuwa usingizini. Akamweka kifuani pake, na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. Nilipoondoka asubuhi nimnyonyeshe mtoto wangu, kumbe amekufa. Hata asubuhi nilipomtazama sana, kumbe siye mtoto wangu niliyemzaa. Ndipo yule mwanamke wa pili akasema, sivyo hivyo, bali mtoto wangu ndiye aliye hai na mtoto wako ndiye aliyekufa. Na mwenzake akasema, sivyo hivyo, bali mtoto wako ndiye aliyekufa na mtoto wangu ndiye aliye hai. Ndivyo walivyosema mbele ya mfalme. Ndipo mfalme akasema, huyu anasema mtoto wangu yu hai na mtoto wako amekufa, na huyu anasema sivyo hivyo, bali mtoto wangu aliyekufa ni wako na mtoto aliye hai ni wangu. Mfalme akasema, nileteeni upanga. Wakaleta upanga mbele ya mfalme. Mfalme akasema, kate mtoto aliye hai vipande viwili, kampe huyu nusu na huyu nusu. Ndipo mwanamke yule ambaye mtoto aliye hai ni wake akamwambia mfalme, kwa maana moyoni mwake alimwonea mtoto wake huruma, akasema, Bwana wangu, mpe huyu mtoto aliye hai, wala usimue kamwe. Lakini yule mwingine akasema, asiwe wangu wala wako, na akatwe. Ndipo mfalme akajibu akasema,
huyu wa kwanza mtoto aliye hai, maana yeye ndiye mama yake. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. So ni paragraph ambayo ni mrefu kidogo, lakini tunaamini ya kwamba Bwana atatubariki. So tunaletewa scenario ya wanawake wawili ambao walikuwa wanakaa kwa nyumba moja. Bwana atukuzwe sana. Na tumeambiwa vizuri wote walizaa karibu the same time. Si ndio? Juu hata unaona watoto wanafanana. Watoto karibu wakulane kwa sababu watoto wamekaribiana umri. Bwana atukuzwe sana. Haya, pia watoto wanawake wawili walikuwa nini? Walikuwa makahaba, si ndio? Ama haikusema hivyo? Ilikuwa hivyo. Bwana atukuzwe sana. So walikuwa makahaba na walikuwa wanaishi nyumba moja. Na walizaa tu msimu moja. So kwa hivyo kama mtu ambaye anafikiria hata unaona ni karibu hata baba yao ni mwa, lakini hiyo Biblia inasema hivyo, ni mimi nafikiria. Kwa sababu na imagine vile mama anaweza amua achukue mtoto huyu aweke hapa na huyu mwingine aweke hapo na ikae ni kama tu iko tu sawa. Kwa sababu maandiko ikimalizia ndio imesema yule mama alikuwa anaongea, alisema asubuhi alipoamka akakuta mtoto amekufa. Na ni kama akakuwa confused, mtoto amefanya nini? Amekufa. Lakini alipoangalia sana akakuta huyu mtoto sio wake. Bwana atukuze sana. So ni kumaanisha namna gani? Ya kwamba huyu mtoto huyu mama mmoja ambaye mtoto wake alikufa, maandiko inasema kwamba alimlalia wakati alikuwa amefanya nini? Alikuwa amelala. Bwana atukuze sana. Hiyo inamaanisha katika maisha kila mmoja wetu ako na baraka yake. Haleluya. Kila mmoja wetu ako na destiny yake. Kila mmoja wetu amebarikiwa kivyake. Haleluya. Na nataka nikwambie, dunia hii hakuna mmoja ambaye hana baraka yake. Bwana atukuzwe sana. Apia jirani yako namna hiyo. Hakuna mtu ambaye hana baraka yake. Hakuna hata mmoja ambaye anasema kwamba mimi sijabarikiwa, marafiki zangu wamebarikiwa, mimi sina baraka ndani yangu. Kila mmoja ako na baraka kivyake. Bwana atukuzwe sana. So maandiko inatuambia hawa mama wawili walikuwa wanakaa nyumba moja na wakabarikiwa, wakapata watoto katika season moja. Na hao watoto wakakuwa vizuri. Lakini mama mmoja akiwa amelala akalalia mtoto wake akaua. Bwana atukuzwe sana. Hiyo inamaanisha kama Mkristo lazima ukae alert ukiangalia baraka yako. Bwana atukuzwe sana. Haleluya. Lazima ufanye nini? Lazima uchunge baraka yako. Kwa sababu baraka yako usipoiangalia vizuri, kuna yule anaionea maji, kuna yule anaimwagia maji, kuna yule ambaye anaiotea. So maandiko inasema kwamba huyu mama mmoja akalala usiku, akalalia mtoto. Na alipoamka usiku akaona ya kwamba mtoto wangu amekufa. Na akajua ya kwamba yeye ndiye amemlalia. So vile alijua akasema ya kwamba nitachukua huyu amekufa nimweke kwa huyu mama mwingine. Alafu nichukue huyu mama mwingine nimweke kwa. Bwana atukuzwe sana. Hiyo inakuwa ni njama ya adui. Ya kwamba ako hapa kwa hapa na baraka yako. Anataka kubadilishie. Ikiwa yake imeondoka, anataka abadilishe, achukue yako ambayo iko uhai. Haleluya. Sema nimekataa kubadilishiwa baraka. Ninakataa kubadilishiwa baraka. Bwana atukuzwe sana. So maandiko inatuambia ya kwamba asubuhi ilipofika yule mama akaamka. Bwana atukuzwe sana. Tumesoma hiyo, tumeangalia hiyo verse 21 inasema kwamba nilipoondoka asubuhi nimnyonyeshe mtoto wangu, kumbe amekufa. Hata asubuhi nilipomtazama sana, kumbe si mtoto wangu niliyemzaa. Bwana atukuzwe sana. Wapendwa wa Bwana, ulipokuwa alert na baraka yako, kuna uwezekano ubadilishiwe baraka. Bwana atukuzwe sana. Na unajua utabadilishiwa na itakaa ni kama normal. Haleluya. Si unajua mama alikuwa ameona mtoto amekufa, na si watoto huwa wanazaliwa na wanakufa. So akaona yenyewe ni kweli mtoto wako amefanya nini? Mtoto amekufa. Lakini upon kuangalia very keen akaona ya kwamba huyu mtoto sio wangu. Bwana atukuzwe sana.
lazima tuangalie baraka zetu, lazima tuelewe hatima zetu vizuri, lazima tuelewe maono yetu vizuri, kwa sababu unaweza badilishiwa. Wewe usemage maono ambayo niko nayo ni yangu, kumbe adui alibadilisha maono kitani. Haleluya! Lazima tukue macho, wapendwa wa Bwana. Lazima tukose kuzinzia. Lazima tukue serious katika mambo ya kiroho. Bwana atukuzwe sana. Lazima baraka zako ukue unaziangalia sana. Msimu wako wa kuinuliwa ama season yako lazima ukue unaiangalia ukiwa kwa makini sana, kwa sababu adui anaweza badilisha. Bwana atukuzwe sana. So maandiko inasema kwamba wakabishana, huyu mtoto ni wangu. Hapana. Huyu ni wangu. Hapana. Huyu ni wangu. Haleluya. Finally wakaambiana, sasa wacha tuende kwa wacheni sasa tuende kwa ufalme. Yeye ndiye ataambua vile kutaenda. Bwana atukuzwe sana. Haya. So tunaambiwa hebu tuwekee kutoka verse 24. Verse 24 inasema namna gani? Arudi verse 22. Verse 22 inasema kwamba ndipo yule mwanamke wa pili akasema, sivyo hivyo, bali mtoto wangu ndiye aliye hai na mtoto wako ndiye aliyekufa. Na mwenzake akasema, sivyo hivyo, bali mtoto wako ndiye aliyekufa na mtoto wangu ndiye aliye hai. Ndivyo walivyosema mbele ya ufalme. Sasa nataka imagine scenario, watu wako mbele ya ufalme. Sasa ni kubishana. Unajua leo mtoto mmoja amekufa na mwingine ako hai. Na kila mtu ana claim yule mtoto wako hai ni wangu. So sasa ni kuambiana hapana. Sasa huwa na imagine hata mfalme hakuwa anasikia venye wanasema, kwa sababu kila mmoja kabla huyu amalize kusema huyu mwingine ameanza. Kabla huyu mwingine aanze huyu mwingine amemaliza. Wanasema hapana, huyu aliyekufa ni wa huyu, lakini aliye hai ni wangu. Naye huyu mwingine anasema hapana, huyu aliye hai ni wangu, lakini yule aliyekufa ni wako. Bwana atukuzwe sana. Sasa hebu imagine kama ni mfalme ukisema namna gani? Bwana atukuzwe sana. Sasa uangalie wamama wamekuja wawili na watoto wamekuja wawili, mtoto mmoja ako hai, mwingine ako amekufa. Na kila mtu ana claim huyu aliye hai ni wangu. Haleluya. Bwana atukuzwe sana. So ndipo mfalme akasaidiwa na Mungu, akapewa hekima. Akasema sasa wewe unasema huyu aliye hai ni wako na huyu amekufa ni wa huyu. Haya, na huyu anasema huyu aliye hai ni wangu na huyu aliyekufa ni wa huyu. Sasa tufanye namna gani? Nileteeni panga. Bwana atukuzwe sana. Ndio hiyo panga haraka haraka ikaletwa. Mfalme akasema kwamba chukua watoto wawili. Huyu ambaye amekufa pasua mara ngapi? Mara mbili. Uweke moja kando, uweke mwingine kando. Huyu ambaye ako hai chukua pia, kata mara mbili. Kata mara mbili. So patia moja side moja na mwingine side moja. Bwana atukuzwe sana. Lakini maandiko inasema kwamba yule ambaye mtoto wake alikuwa hai akasema hapana, usiue. Bwana atukuzwe sana. Heri hata akae naye, nitakuwa nafanya nini? Nitakuwa ninamuona. Bwana atukuzwe sana. Huyo mwingine alisema namna gani? Alisema kata, asikue wangu, asikue wako. Wewe mmoja aende na nusu, mwingine aende na nusu nyingine. Bwana atukuzwe sana. Mfalme akasema kwamba huyo mama ambaye amesema mtoto wake asiuawe, patia yeye mtoto ndiye wake. Bwana atukuzwe sana. Hii inamaanisha namna gani? Ya kwamba adui anaweza kubadilishia baraka. Bwana atukuzwe sana. Na yeye hajali kama baraka yako itaharibiwa ama haitaharibika. Anasema kwamba chukua huyo mtoto, chinja. Haleluya. Chukua yeye, toanisha mara mbili, wacha akufe, wacha ipotee ya upande huu na upande huu mwingine, na upande huu mwingine ipotee. Haleluya. Bwana atukuzwe sana. Lakini nafurahia Bwana kwa sababu huyu mama mmoja hata kama alikuwa amelala akaamka, alikuwa alert. Bwana atukuzwe sana. Na alipotazama vizuri akaona ya kwamba huyu mtoto aliyekufa sio wangu, ni wa kubadilishiwa. Bwana atukuzwe sana. Haleluya. So ni vizuri ujue kwamba walibadilishiwa wakati wa gani? Mchana ama usiku? Alibadilishiwa usiku. Bwana atukuzwe sana. Lazima wapendwa wa Bwana tukue alert. Masaa ya usiku ndio mambo huyu inafanya nini? Huwa inatendeka. Bwana atukuzwe sana.
Kuna zingine na WhatsApp zingine za Bishop Harrison Ng'ang'a, na anasema kwamba mambo nyingi ambayo yanafanyika ya kubadilishiwa baraka inafanyika usiku. Inafanyika usiku. Kwa sababu gani? Alikuwa anasema mchana kila mtu ako alert. Bwana atukuzwe sana. Mchana ukiona kitu inaenda vibaya, unasema kwamba katika jina la Yesu haitatendeka. Katika jina la Yesu inakazo hiyo. Kwa hivyo shetani hana nafasi sana ya kukuattack mchana. Lakini usiku wakati umelala, Bwana atukuzwe sana. Hapo sasa ndio shetani anafanya nini? Anapata nafasi. Bwana atukuzwe sana. Wapendwa wa Bwana, lazima tukae tukiwa watu ambao wamejisikia. Lazima tukue alert. Yesu akawaambia wanafunzi wake ya kwamba hamwezi kesha hata lisali moja. Haleluya. Akawaambia ombeni msianguke kwa majaribu. Kwa sababu alikuwa anajua vizuri usipoomba unaanguka kwa majaribu. Anytime unakuwa tempted. Kwa sababu wewe ni mtu ambaye ni prayerless. Anytime ukiwa prayerless unakuwa prone to temptation nyingi sana ambazo zitakushinda kwa sababu wewe haujajisikia vizuri. Huyu mama akalala usiku akakuta mtoto wake amebadilishwa. Bwana atukuzwe sana. Wapendwa wa Bwana, utakapolala katika baraka zako utakuta umenyang'anywa. Utakapolala katika usingizi wa kiroho ukose kujiombea, utakuta baraka za jamii yako zilibadilishwa kitambo. Bwana atukuzwe sana. Lazima ukae mtu ambaye ni mwombezi. Lazima ukae mtu ambaye ako alert. Lazima saa zote unakaa ukiombea watoto wako. Bwana atukuzwe sana. Destiny zao zisiwahi badilisha, kwa sababu adui ako pale abadilishe destiny za watoto wako. Adui ako pale abadilishe destiny yako mwenyewe. Adui ako pale abadilishe destiny ya jamii yako. Bwana atukuzwe sana. Lazima tukae tukiwa tumejisikia. Bwana atukuzwe sana. Ambia jirani yako ni vizuri kukesha. Ni vizuri kukaa ukiwa alert, kwa sababu baraka inaweza badilishwa any time. Haleluya. Huyu mama alilala vizuri, alikuwa amenyonyesha mtoto vizuri, akamweka vizuri, akalala kifuani pake, lakini all of a sudden the following morning mtoto amebadilishwa. Haleluya. Ni kumaanisha adui halali. Haleluya. Ambia jirani yako adui halali. Wakati wewe umelala, wakati wewe umefurahia vizuri, wakati uko katika comfort zone, adui bado ako kazi. Bwana atukuzwe sana. Adui akufanya nini? Bado wako kazi. Juu mama alikuwa amekaa vizuri, maybe shughuli za mchana zilikuwa nyingi, lakini sasa jioni akasikia sasa anaweza pumzika, anaweza lala, anaweza kaa vizuri. Na akashikwa na usingizi vizuri na akalala. Haleluya. Lakini asubuhi alipoamka akakuta mtoto wake alibadilishwa na akawekewa mwingine ambaye amekufa. Bwana atukuzwe sana. So Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie, kwa sababu maadui wako kazi ili watubadilishie baraka zetu. Haleluya. Hebu tuwekea Genesis chapter 29 verse 16 tusikie vile ambavyo maandiko yanatuambia. Genesis chapter 29 Mwanzo 29 verse 16. Laban alikuwa na binti wawili. Laban alikuwa na binti wawili. Jina la mkubwa ni Lea. Na jina la mdogo ni Rachel. So mkubwa alikuwa anaitwa Lea na mwingine alikuwa anaitwa Rachel. Naye Lea macho yake yalikuwa dhaifu. So Lea tunaambia macho yake haikuwa nini? Ilikuwa dhaifu. Bwana atukuzwe sana. Kumaanisha hata kama Jacob alikuwa anamuona hakuwa anavurutiwa sana na Lea. Lakini kulikuwa na kingine hapo. Lakini Raheli alikuwa mzuri wa umbo na mzuri wa umbo. Raheli alikuwa mzuri wa umbo sana. Yakobo akampenda Raheli akasema, nitamtumikia miaka 7 kwa kumpata Raheli. Nitakutumikia miaka 7 ndio nipate huyu msichana mdogo. Binti yako mdogo. Labani akasema, afadhali nikupe wewe kuliko mtu mwingine. Kaa kwangu. Sasa unasikia, ujue obvious Laban anajua huyu msichana mdogo hawezi ozwa mbele ya mkubwa. Lakini unasikia anamwambia aje? Wewe ukinitumikia hiyo miaka 7, heri hata nikupee wewe kuliko nipea mtu mwingine. Bwana atukuzwe sana. Anasema namna gani? Yakobo akatumika miaka 7 kwa kumpata Raheli. Maji sasa Jacob akaofa atumike miaka 7. Hebu maji sasa kutoka tuseme alianza kutumika 2020, bado hata sasa angekuwa anafanya nini? Sasa hivi angekuwa anasema at least next year ndio namalizi
Yakobo akadumika miaka 7 kwa kumpata Raheli. Ikawa machoni pake kama siku chache tu kwa vile alivyompenda. Yaani imagine, maandiko inasema kwamba alikuwa anaona miaka 7 ni kama siku 5. Anasema kwamba ikawa machoni pake ni kama siku chache tu, ni kama miaka 2 hivi, ni kama mwaka mmoja. Bwana atukuzwe sana. Inaitwa nguvu ya mapenzi. Nguvu ya mapenzi. Bwana atukuzwe sana. Inaitwa nguvu ya mapenzi. Unajua wakati unapenda mtu unaweza offer anything. Bwana atukuzwe sana. Unaweza toa chochote kwa sababu ya mapenzi. Lakini yanapoisha inakuwa ni chungu kabisa. Haleluya. So maandiko inatuambia hapa Jacob alikuwa anaona miaka 7 ni kama siku 2. Ni kama siku 5. So inasema kwamba ikawa machoni pake ni kama siku chache tu kwa vile alivyompenda. Alafu then Yakobo akamwambia Labani, nipe mke wangu. Maana siku zangu zimetimia. Sasa imagine, sasa already kijana amesabu miaka 7, sasa ameenda kudemand haki yake. Bwana atukuzwe sana. Akakuta mzee akamwambia sasa, nipe mke wangu kwa sababu siku zangu zimefanya nini? Yaani ni short. Nimetumika kwako miaka 7 kutoka 2020 nikaenda 2021 mpaka 2027. Ama ile miaka tu utasema. Lakini sasa finally imefanya nini? Imetimia. Sasa akamwambia nipatie mke wangu. Labani akafanya namna gani? Labani akakusanya watu wote wa mahali pale. Akafanya karamu. Ikawa wakati wa jioni akamtoa Lea. Akijua tu vile atafanya. Wakati wa jioni sasa akamtoa Lea, binti yake akamletea Yakobo. Naye akaingia kwake. Haya, Bwana atukuzwe sana. Nimesema wakati wa jioni. Bwana atukuzwe sana. Wakati giza inaingia, hiyo ndio adui naye anajiandaa kuingia katika kazi. Bwana atukuzwe sana. Sasa imagine, walikuwa na agreement kutoka kitambo. Jacob akamwambia Laban, ninapenda huyu msichana wako mdogo anaitwa Rachel. Wacha nikutumikie. Na unajua Laban ndiye alikuwa amemuuliza Jacob, ungetaka nikulipe na nini? Kwa sababu huwezi nitumikia hivyo ati wewe ni my relative na mimi nikoze kukulipa. Jacob akamwambia, wacha basi nikutumikia miaka 7 ndio unipatie Rachel. Bwana atukuzwe sana. Sasa imefika, amemaliza miaka yake 7, imefika ni wakati sasa wa kufurahia kazi ya mikono yake. Haleluya. Maandiko inasema kwamba jioni Laban akatengeneza karamu, akaita watu wa familia, akaita majirani, akaita marafiki. Haleluya. Sasa na imagine Jacob alikuwa amekaa tu kwa alikuwa amegojea Rachel. Ametulia tu nyumbani hapo masaa ya jioni, na ni kama kitabu hakukuwa na taa, sio? Kwa sababu ni kama Lea aliletwa kukiwa na giza. Kwa sababu kama kungekuwa na taa, akiamulika pale kwa mlango, akiona hapana, huyu sio Rachel. Bwana atukuzwe sana. So ikawa wakati wa jioni akamtoa Lea binti yake, akamletea Yakobo, naye akaingia kwake. Bwana atukuzwe sana. Sasa nataka uimagine ile suffering yote ambayo Jacob alikuwa amesafa kwa sababu ya Rachel. Haleluya. Alafu then all of a sudden jioni moja, mtu mmoja tu kutoka mahali fulani ameona ya kwamba wewe haufai hii, unafaa. Bwana atukuzwe sana. Wapendo wa Bwana, hiyo ndio inakuwa kazi ya adui. Anatai baraka zako, anataka kubadilishie, hataki ufurahie vile ambavyo ilikuwa imekusudiwa, hataki usherekee katika maisha vile ambavyo Mungu alikuwa amepanga, hataki uendelee, hataki upanuke. Haleluya. Unapoenda kupanuka hivi, adui anasema hapana, huyu hafai kupanuka. Bwana atukuzwe sana. Huyu anafaa kurudi nyuma. Anapoona unaanza kujitokeza katika familia yenu, umeanza kutokea, pengine wewe ni last born, pengine wewe sio first, pengine wewe ni wa nyumba, anaanza kusema hapana, unakuja hapa kama nani? Bwana atukuzwe sana. Unaweza tokezea wapi? So sasa hapa Laban akajua hapana, aweze patia Jacob Rachel. Bwana atukuzwe sana. Mambo ikaendelea. Laban akampa Lea mjakazi wake. Awe mjakazi wake. Ikawa kulipokuwa asubuhi, kumbe
ni Lea. Akamwambia Laban, nini ulionitenda? Ni nini ulionitendea? Sikukutumikia kwa Raheli. Nilikutumikia miaka 7 unipe Raheli. Mbona umenidanganya? Mbona sasa umenidanganya? Laban akasema, havitendeki hivi kwetu. Haiendagi hivyo kwetu. Wala atukuze sana. Hiyo ndio inakuwa sauti ya adui. Haiendagi hivyo. Haleluya. Haiwezi kaenda hivyo. Unaweza barikiwa namna gani? Unaweza toka kwa shida namna gani? Unaweza kuombolewa namna gani? Haiendagi hivyo. Bwana atukuze sana. Haiendagi hiyo ni sauti ya adui. Haleluya. Akamwambia namna gani? Kumtoa mdogo kabla ya mkubwa. Yaani wakati walikuwa wanaongea kitambo, hakuwa anajua hivyo. Si alikuwa anajua haiendagi hivyo. Lakini akajua sitaongea. Wewe kwanza tumika miaka sasa. Sasa wakati amembadilishia ndio anamwambia havitendeki hivi kwetu. Haleluya. Bwana atukuzwe sana. Inua mkono wako juu, sema itatendeka. Sema nitabarikiwa. Sema nitainuka. Haleluya. Haijalishi kama wewe ni mdogo, haijalishi kama wewe ni mkubwa, haijalishi kama umesoma hapo hujasoma, lakini kile Mungu amesema ni kwamba itatendeka. Haleluya. Ni kwamba itafanya nini? Itatendeka. Haleluya. So sasa Jacob amekaa hivyo, amekojea aletewe Rachel. Kumbe kuna mtu mahali fulani anasema haiwezi enda hivyo, haiwezi endelea hivyo, kwetu hakuendagi hivyo. Bwana atukuzwe sana. Hiyo ni mapepo huyu inanena hivyo. Inasema kwa kwetu hakuna mtu ambaye ameshawahi kujenga nyumba ya amani. Bwana atukuzwe sana. Kwetu hakuna mtu ambaye amefika university. So wewe ni nani ufike? Bwana atukuzwe sana. Napata kwamba mtoto ametia bidii, amejaribu, lakini all of a sudden ndoto yake inafanya nini? Inakatizwa. Bwana atukuzwe sana. Simply kwa sababu ya hii sauti ya kwamba havitendeki hivi kwetu. Bwana atukuzwe sana. So ni vizuri wapendwa wa Bwana, juaga ya kwamba mpango wa Bwana kwako ni ubarikiwe. Bwana atukuzwe sana. Hiyo ndio inakuwa ni mpango wa Bwana. Kuanzia kitambo alikuordain na akakuweka hapo ukiwa umegojea baraka yake. Bwana atukuzwe sana. Lakini sasa hapa Jacob amefanya kazi kubwa sana. So wakati unabadilishiwa baraka, una end up kwenda katika a lot of suffering. Kwa sababu Jacob alikuwa tu atumike miaka 7. Bwana atukuzwe sana. Lakini kwa sababu ya kubadilishiwa baraka, ameenda miaka ingine. So imekuwa miaka 14 ambayo haikuwa afanye hiyo. Bwana atukuzwe sana. Kwa hivyo ile time wakati unapolala, unapobadilishiwa baraka, unaingia katika safari ambayo haukuwa uingie. Haleluya. Napata kwamba umeenda vibarua miaka mingi sana, na hiyo haikuwa mpango wa Bwana. Ni adui aliingia akabadilisha baraka yako. Bwana atukuzwe sana. Inua mkono wako juu, pia Bwana nirudishie baraka zangu. Mahali zilienda Bwana nirudishie. Haleluya. Kwa sababu adui yako mahali pale. Haleluya. Laban anasema ya kwamba haitendeki hivyo kwetu. Haleluya. Haitendeki hivyo kwetu. Na hii hata nikusema hata Jacob hata anaweza kuwa na mchezo. Haleluya. Wewe unaweza kuwa aje kwa courtship na mtu miaka 7? Si walikuwa courtship na Rachel miaka 7? Kabla sasa afanye hiyo kazi yote, si ndio? Sasa tunaweza sema alikuwa courtship. Wewe unaweza kuwa aje courtship na miaka 7 na mtu alafu mpaka sauti yake hujui? Wala atukuze sana. Kwa sasa hizi mimi mama Viki atakiongea, wapi hata akiongea katikati ya watu, sitajua sauti yake. Lazima nitajua sauti yake. Yaani tu venye tu ako akiongea hata akiwa katikati ya watu, hata kukiwa na giza namna gani, nitajua hiyo ni sauti ya mama Viki. Bwana atukuze sana. Mtoto mwenyewe kama Prince akilia saa hii hata akiwa nje, mama yake atajua huyo ni Prince analia. Hata kama kuna watoto kama 50 nje, kila mama si anaelewa sauti ya mtoto wake. Bwana atukuzwe sana. Kila mtu anaelewa sauti ya mtoto wake. Sasa mimi najiuliza aje, Jacob shwari, miaka 7 umekaa na mtu na unakaa kwao, unaongea kila siku, alafu sasa hata sauti yenyewe
Hata wacha sasa hata kuona, kwa sababu maandiko inasema kulikuwa jioni, kulikuwa na giza. Yaani hata sauti yenyewe hangejua. Bwana atukuzwe sana. Lazima tukae alert katika baraka zetu. Bwana atukuzwe sana. Ambia jirani yako kuwa alert. Usikubali kubadilishiwa. Haleluya. Usikubali kufanya nini? Usikubali kubadilishiwa. Bwana atukuzwe sana. Niko karibu sasa kumaliza, nikuambia kwamba ni vizuri kuwa maajabu. Tusomee Matthew 13:24. Matthew 13:24. Matthew chapter 13 verse 24. Alafu tuweze kusikia vile ambavyo maandiko inasema. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano. Watu walipofanya nini? So watu wanalala masaa gani? Masaa ya usiku. Bwana atukuzwe sana. So lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano na akaenda zake. Haleluya. So inamaanisha wakati umelala, hiyo ndio unapatia shetani nafasi ya kubadilisha baraka zako. Bwana atukuzwe sana. Wakati unasikia uko katika comfort zone, wakati umebarikiwa, wakati mavuno ni mengi. Maandiko inasema kuna tajiri mmoja alienda shambani, akaona vile ambavyo shamba mimea imemea vizuri sana, mazao imekaa vizuri, imezaa vizuri, mahindi imezaa, maharagwe imezaa, mandizi imezaa. Akasikia nikana kwamba sasa moyo wake utatulia. Bwana atukuzwe sana. Akaambia moyo wangu tulia, moyo wangu tulia. Sasa akasema sasa vile nitafanya, nitaenda sasa hata nitabomoa hiyo store, hata hiyo ilikuwa store kidogo sana, nataka nijenge mastore mengine mengi, kwa sababu ile mavuno nimeona shambani ni mengi sana. Bwana atukuzwe sana. Baadaye Mungu akamwambia namna gani? Wewe mpumbavu wewe, roho yako leo inatakika. Bwana atukuzwe sana. So inamaanisha wakati watu wengi wako katika comfort zone, hiyo ndio wakati wanalala katika kiroho. Hauna nafasi ya kuomba, hauna nafasi ya kushukuru Bwana kwa sababu hauna shida. Haleluya. Kwa sababu hauna mahitaji, umetosheka. Watoto wanasoma vizuri, biashara inaenda vizuri, kila kitu kimebarikiwa. Hata ukisikia watu wanasema hapana, wapende kushikana mikono tuombe, unasema sasa tunaomba nini? Bwana atukuzwe sana. Ni nini unaomba na hakuna kitu hauna? Bwana atukuzwe sana. So maandiko inasema kwamba watu walipolala, akaja adui. Haleluya. Akaja nani? Nataka nikuambie hakuna mtu ambaye hana adui. Bwana atukuzwe sana. Hakuna mtu ambaye hana adui. Wakati unapiga mahatua mbele, adui anataka urudi nyuma. Bwana atukuzwe sana. Shetani ndiye anakuwa adui yetu. Adui yetu. So maandiko inasema kwamba lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, alafu akaenda zake. Hebu tuwekee verse 25. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa yakaonekana na magugu. So yule ambaye alikuwa ni mpanzi alichagua ngano ile safi, alichagua mbegu safi, akaenda akapanda shambani. Lakini baadaye ngano imemea, imeanza kuzaa, wakaanza kuona kuna majani ambayo sio mazuri. Haleluya. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa yakaonekana na magugu. Hiyo basi ingine somee Edna. Watumwa na mwenye nyumba wakaenda wakamwambia Bwana. Watumwa wa mwenye nyumba. Sasa wale wafanyikazi walikuwa wanafanya kazi shambani, wakamwambia mwenye nyumba namna gani? Ukupanda mbegu njema katika konde lako. Na si ulichagua mbegu nzuri ukapanda katika shamba yako? Nimepata wapi basi magugu? Basi magugu imetoka wapi? Akawaambia adui ndiye aliyetenda hivi. Adui ndiye alitenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Akasema, na msije mkakusanya magugu, msimoa ngano pamoja nami.
Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, muyafunge matita mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Amen. Sasa maandiko inasema kwamba wamepanda ngano nzuri na wameenda wamelala na imemea, kwa sababu ni kumaanisha haikumea tu usiku, ilikuwa imekaa muda fulani. Then baadaye wakanotice kitu ambayo si unusual, ni unusual ambayo magugu yameanza kumea. Wakaenda wakakuta mwenye shamba akamwambia, si ulipanda mbegu ambayo ni nzuri, si ulitafuta mbegu satisfied na ukapanda, then baadaye magugu imetoka wapi? Akawaambia adui ndiye alikuja akafanya nini? Akapanda. Bwana atukuzwe sana. Wapendo wa Bwana, adui yako kazi. Ambia jirani yako adui yako kazi. Adui yako kazi. Adui yako kazi, na anakuangalia vile ambavyo unaenda, mienendo yako, anajua baraka yako inakujia wapi. Bwana atukuzwe sana. Lakini ukweli ni kwamba iwapo utalala utabadilishiwa. Haleluya. Iwapo utalala magugu yatapandwa ndani yako. Unapata kwamba kama ndoa yako ilikuwa nzuri, magugu imepanda. Adui amepanda magugu. Unapata kwamba sasa kumeanza kuwa na shida, kumeanza kuwa na vita. Nyumba ambayo ilikuwa na mapenzi sana imeanza kuwa na vita, imeanza kuonekana haiendi vizuri. Haleluya. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu adui amepanda magugu. Bwana atukuzwe sana. Lakini vizuri wapendwa wa Bwana, tukae tukiwa tumejielewa. Kaa katika maombi, kaa ukimwambia Bwana akusaidie, kwa sababu hiyo ndio inafaa. Bwana atukuzwe sana. Ya kwamba adui anatafuta nafasi mwafaka akuje abadilishe baraka yako. Haleluya. Shetani anakuwa very cunning na anaangaliaga ile chance atapata na ataitumia vizuri. Bwana atukuzwe sana. Najua wakati wale wanapenda kuwatch football, kuna wale wanaitwa ma-strikers. Bwana atukuzwe sana. Au ma-strikers huwa wanaangalia chance nzuri sana ya kufunga bao. Na ndiposa unaona kwa uwanja wakati kama ni foul inaenda kupigwa, hakuna mtu ambaye hana mtu wa kumkaba, si ndio? Sinaona mpaka wanarushana. Hata kwamba umesimama, mtu anasimama uko hapa hivi anakufanya hivi. Kwa sababu sasa hataki uende mahali, hataki upate nafasi nzuri. Bwana atukuzwe sana. Maana anaelewa huyo striker akipata chance, hiyo itakuwa ni bao. Bwana atukuzwe sana. The same katika maisha yetu. Shetani huwa anaangalia nafasi ile ambaye atakurarulia, ile ambaye atakuulia, ile ambaye atachukua mtoto wako ambadilishe, ile ambaye atachukua baraka yako akubadilishie. Haleluya. Akuwekea ile ambayo imekufa, akuondolee ile ambayo iko hai. Haleluya. Maono yako ambayo uko nayo, adui halali usiku na mchana, anaiangalia sana aweze kuibadilisha. Haleluya. Kama unapata kwamba ulikuwa na maono uko nayo lakini haujawahi achieve. Bwana atukuzwe sana. Ushaipatana na mtu anakuambia ushaipatana na mtu anakuwa na ideas. Kabisa. Ideas zimejaa kwa kichwa. Haleluya. Lakini ukiangalia maisha yake haina progress. Na hata mwingine anakuambia, hata mwingine aliniambia mimi ile akina kuwa nao kwa kichwa. Kama tu si pesa sikuagi nayo, mimi ningekuwa tajiri sana. Bwana atukuzwe sana. Kwa sababu ideas zimejaa. Haleluya. Lakini capital Bwana atukuzwe sana. Si Bwana asaidie zile ideas ziko nazo zifanye kazi. Haleluya. Si Bwana akusaidie zile ideas ziko kwa kichwa yako ziweze kufanya kazi, ziweze kufanikiwa. Haleluya. Usikuwa tu unasema kwamba ideas ziko nazo lakini zina capital. Haleluya. Si Bwana apeane capital. Bwana atukuzwe sana. So lazima tukae tukiwa alert, kwa sababu shetani anaangalia nafasi ya kutuondolea baraka zetu. Hebu tusome passage ya mwisho, tuwekee Genesis 27 and verses number 1, alafu tuweze kumalizia hapo. Tuwekee Genesis chapter number 27. Ikawa Isaka alipokuwa mzee, na macho yake yamepofuka asione, na macho yake sasa imeanza kuzimika kwa sababu ya uzee. Akamwita Esau mwanawe mkuu. Akamwambia, mwanangu,
Naye akamwitikia, mimi hapa. Akasema, tazama, sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi na kuomba, chukua mata yako, podo lako na upinde wako, ukaende nyikani uniwindie mawindo, ukanifanyie chakula kitamu namna ile nipendayo, ukaniletee ili nile, na roho yangu ikubariki. Roho yangu itakubariki kabla sijafa. Na Rebeka akasikia. Haya, kuna mtu mwingine sasa amekaa mahali amejificha, anasikia conversation ya mtu na baba yake. Bwana atukuzwe sana. Hivyo ndivyo adui anakaa katika strategic points. Anagoja, anajua sasa hiyo ni time yako imekaribia. Sasa majira yako ya kubarikiwa imekaribia. Adui anakaa katika mahali anaelewa mambo. Akamwambia namna gani? Sasa aliposema na Esau mwanawe, basi Esau akaenda nyikani awinde mawindo. Sasa already Esau ameongea na baba yake. Baba yake amemwambia, sasa niko karibu kukufa, na kabla sijakufa ningependa uende uniletee chakula nikule ili nikubariki alafu nikufa. No, kuna mahali kuna adui fulani amejificha, anasikiliza conversation za akamwambia namna gani? Rebeka akamwambia Yakobo. Rebeka sasa akamkuta Jacob mwana akisema, angalia, nimemsikia baba yako akisema na Esau. Nimesikia baba yake kumwambia Esau ndugu yako akinena, niletee mawindo, kanifanyie chakula kitamu ili nile, na kukubariki mbele za Bwana kabla ya kufa kwangu. Basi mwanangu, sikiliza sauti yangu kama nitakavyokuagiza. Enenda sasa kundini ukawatwalie wana mbuzi wawili walio wema, kwa sababu Jacob alikuwa analinda anachunga kondoo. Sasa mama yake anamwambia, enda katika hiyo kundi la kondoo uchukue wana kondoo wawili walio wema, nami nitawafanya chakula kitamu kwa baba yako namna ile aipendayo. Kisha utampelekea baba yako apate kula ili akubariki kabla ya kufa kwake. Yakobo akamwambia Rebeka mamaye. Yakobo mpaka ameanza kuogopa kwa sababu ameona ile dini mama yake anataka wapige hadi ni riski. Mbona atukuse sana? Akamwambia namna gani? Esau ndugu yangu ni mtu mwenye malaika. Mimi ni mtu laini. Labda baba yangu atanipapasa, nami nitakuwa machoni pake kama mdanganyifu. Nami nitaleta juu yangu laana wala si baraka. Mamaye akamwambia, laana yako na iwe juu yangu. Laana yako na iwe juu yangu. Unaona skimu ya shetani. Hata mama yake anasema heri hata nilaaniwe. Kama wewe basi unaogopa kulaaniwa, wacha mimi nifanya nini? Sasa Jacob anamwambia mama yake, sasa vile umesema ni vizuri, niko na mbuzi, nitaenda nichukue nikuletee. Lakini Esau mwili wake unakuwa na malaika. Kumaanisha inakuwa hairy, uko na nywele nyingi. Na Jacob alikuwa mtu ambaye alikuwa ni smooth. Mbona atukuzwe sana. Sasa alikuwa anamwambia, na sasa si baba yangu tu akiniguza, atasikia sio bibi, atasikia ni Esau. Na baadaye baraka ambayo nataka nibarikiwe, nitafanya nini? Nitapata laana. Naye mama yake anamwambia, hapana, hata kama ni laana, niko tayari, wacha nilaaniwe. Usisikie sauti yangu tu. Anamwambia usisikie sauti yangu tu. Aniletee wana mbuzi. Akaenda akawatoa, akamletea mamaye. Akamletea mama yake. Mamaye akafanya chakula kitamu namna ile alivyopenda babaye. Kisha Rebeka akatoa mavazi ya Esau mwanawe mkubwa aliyokuwa nayo nyumbani, akamvika Yakobo mwanawe mdogo. Sasa amechukua mpaka ile nguo ambayo Esau alikuwa anavaa, ile ngozi akampatia Jacob, akamwambia vaa hii. Vaa nani? Vaa hii. Ndio hata ukienda hata baba yako kama atakuguza, hata kama atakunusa, atasikia bado ni Esau. Haleluya.
Na ngozi za wanambuzi akamvika mikononi. Akamvika mpaka ngozi ya hiyo kondoo. Na inaonekana Rebeka alikuwa mtu ambaye alikuwa creative. Baba hiyo ngozi ya mbuzi akaitengeneza kwa mikono, akaweka nani? Akaweka Jacob. So kumaanisha kama baba yake atamguza hivi, atasikia enyewe huyo ni Esau. Bwana atukuze sana. Na katika ulaini wa shingo yake, naye akampa Yakobo mwanawe mikononi mwake hicho chakula kitamu. Sasa amempatia chakula kitamu na mkate aliyoufanya. Akaja kwa baba yake. Sasa amekuja kwa baba yake. Akasema. Akamwambia, baba. Akasema, mimi hapa. Isaac sasa anasema niko hapa mtoto wangu. Unajua sasa maandiko imesema tukianza macho yake haioni. Kwa hivyo ni kumaanisha amefuta tu macho, lakini anasikia sasa sauti. Amesikia baba, akasema mimi hapa. Nani wewe mwanangu? Wewe ni nani mwanangu? Yakobo akamwambia babaye. Akamwambia, mimi Esau. Mimi ni Esau. Mzaliwa wako wa kwanza. Na ni mimi firstborn wako. Nimefanya kama ulivyoniambia. Na nimefanya kama ulivyoniambia. Ondoka. Ukae kitako. Sasa amka ukae vizuri. Ukule mawindo yangu. Ili roho yako inibariki. Isaka akamwambia, imekuwaje umepata upesi namna hii mwanangu? Sasa tumeongea tu na wewe nakwambia uende uinde. Tena imekuwaje umeenda na umepata hivyo? Akasema kwa sababu Bwana Mungu wako amenifanikisha. Isaka akamwambia Yakobo, karibu. Tafadhali. Sasa Isaac ameanza kuwa na nini? Na doubt. Anamwambia sasa, karibu mwanangu. Ili sasa nikupapase. Nione kwamba wewe ndiwe mwanangu Esau. Ni make sure wewe ni Esau kwa sababu niko na doubt. Haleluya. Akasema namna gani? Basi Yakobo akamkaribia Esau. Haya, Jacob akamkaribia baba yake. Naye akampapasa akasema. Sauti ni sauti ya Yakobo. Sauti ninasikia ni ya Yakobo. Lakini mikono ni mikono ya Esau. Lakini mikono nasikia ni ya nani? Esau. Wala hakumtambua. Lakini hata hivyo hakumtambua. Kwa sababu Rebeka naye alikuwa amecheza kama yeye. Alikuwa ame make sure ya kwamba Jacob hatajulikana. Bwana atukuzwe sana. Sasa ndio uangalie scheme ya devil ya kubadilisha baraka ya Esau. Imeanzia wapi? Imeanzia mbali sana. Umeletewa tangu walipokuwa wanaambia na baba yake, enda malishoni uniletee chakula nikule ili nikubariki. Shetani akasikia hapo, akajua na akaamua ya kwamba atabadilisha baraka ya Esau ipatiwe Yakobo. Bwana atukuze sana. Sasa hii mambo yote ndio inafanyika. Sasa imekuja hapa mpaka hata Isaac mwenyewe hajamtambua Jacob. Akamwambia namna gani? Kwa maana mikono yake ilikuwa kama mikono ya Esau yake yenye malaika. Basi akambariki. Already sasa baraka ya Esau imeenda. Bwana atukuzwe sana. Imefanya nini? Imeenda. Bwana atukuzwe sana. So lazima wapende wa Bwana ndipo akipoza na kuambia inatakikana ukue alert. Maana baraka yako inaweza enda tu mara moja hivi na uikose tena. Uikose tena. Inasema namna gani hapo mbele? Verse 24. Akamuuliza. Wewe ndio kweli Esau? Wewe ndiye mwanangu Esau? Akasema hivi. Akasema, niletee karibu nami nipate kula mawindo ya mwanangu, neno yangu kikubariki. Akamsogezea karibu, naye akala. Kisha akamletea mvinyo akanywa. Okay, already sasa mzee ameingia kwa trap, amekula, amekunywa. Sasa baba yake akamwambia, karibu sasa, ukanibusu mwanangu. Akakaribia akambusu. Akasikia harufu ya mavazi yake. Akambariki akasema. Tazama, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba. Sasa ruka uende 30.
Ikawa Isaka alipokwisha kumbariki Yakobo, so already mzee ameashiria baraka na amemaliza. Na alipokuwa Yakobo ndiyo kwanza ametokea mbele ya Isaka, na yule ambaye amebarikiwa already ameondoka. Baba yake Esau ndugu yake akaja kutoka katika kuwinda kwake. Sasa Esau mwenyewe sasa ameingia. Bwana atukuze sana. Sasa already Jacob amebarikiwa na ameondoka. Alafu sasa Esau ndio huyo ameingia. Sasa waliongea na baba yake, ameenda mawindoni, amepata chakula, amekuja. Naye pia amefanya chakula kitamu akamletea babaye. Amefanya chakula kitamu ameletea mzee. Akamwambia baba yake, babangu na aondoke, ale mawindo ya mwanawe. Roho yako inibariki. Roho yako inibariki. Isaka babake akamuuliza, nani wewe? Wewe ni nani tena? Akasema namna gani? Mimi ni mwanao Esau. Mimi ni firstborn wako, kama vile ambavyo alikuwa ameambiwa na Jacob. Isaka akatetemeka tetemeko kuu sana. Mzee akaanza kutetemeka. Akasema, ni nani yule aliyetoa mawindo akaniletea? Na ni nani yule alikuwa ameniletea mawindo? Nami nimekwisha kula kabla hujaja wewe. Ndio yule nimekula kabla wewe hujakuja. Nikambariki. Naam. Naye atabarikiwa. Esau aliposikia maneno ya babaye. Aliposikia maneno ya babake Esau, akalia kilio kikubwa cha uchungu sana. Akamwambia babaye, nibariki na mimi nami, babangu. Anamwambia sasa, maandiko inasema Esau aliposikia maneno ya baba yake akalia kilio kikubwa cha uchungu sana. Hiyo inamaanisha wakati unabadilishiwa baraka unapata kitu ambacho inaitwa bitterness. Bwana atukuze sana. Machungu yanaingia, unasikia ni kana kwamba utakufa. Akaanza kulia kilio cha uchungu sana, akamwambia baba yake, nibariki na mimi. Hata mimi baba nibariki. Mimi nani yeye baba yangu? Nibariki. Akasema nduguyo amekuja kwa hila. Ndugu yako amekuja kwa hila. Akauchukua baraka. Akachukua baraka yako. So shetani anachukua hila, anatumia hila. Bwana atukuzwe sana. Hakuji by force, hakuji ati anakulazimisha, anatumia hila kama ambavyo tunaambia kwamba akasema ndugu yako amekuja kwa hila na akachukua baraka yako. Then akasema, je, hakuitwa Yakobo kwa haki? Maana amejitia mahali pangu mara mbili hizi. Akasema no wonder huyo jamaa hakuitwa Yakobo. No wonder aliitwa Jacob. Kwa sababu amejitia mahali pangu mara mbili. Alichukua haki yangu ya mzaliwa wa kwanza. Alichukua right ya firstborn yangu. Na sasa amechukua baraka zangu. Akasema, je, huku niwekea na mimi baraka? Kwani hukuniwekea baraka hata mimi? Isaka akamjibu, akamwambia Esau, tazama, nimemfanya awe bwana wako. Already nimembariki, nimemfanya akuwe boss wako. Atakuwa your master. Kumaanisha wewe utakuwa servant. Bwana atukuzwe sana. Inamaanisha baraka yako ikibadilishwa, unaweza kuwa servant milele. Unaweza kuwa mtumwa milele. Na kumbe ulikuwa umeordainiwa ukuwe mtu ambaye anaajiri watu. Lakini kwa sababu baraka ilibadilishiwa, unaishi kuwa mwajiri. Bwana atukuzwe sana. Unaishi kuwa mtu wa kuombaomba na pengine ulikuwa umeordainiwa kuwa mtu ambaye anapeana. Haleluya. Haleluya. Hiyo ni kubadilishiwa baraka. Nimemfanya awe bwana wako. Na ndugu zake wote nimempa kuwa watumishi wake. Na ndugu zake wote nimempa wakuwa watumishi wake. Na nafaka na mvinyo nimemtegemeza. Nami nikufanyie nini sasa mwanangu? Esau akamwambia babaye. Baraka moja tu. Kwa nini unakuwa na baraka moja mzee? Sasa Esau ni kama ameanza kujabu. Sasa anamuuliza aje? Kwa nini unakuwa na baraka moja tu? Bwana atukuze sana. Kwa nini unakuwa na baraka moja tu?
unibariki mimi. Unibariki tu mimi. Ni nani? Ni babangu. Esau akapaza sauti yake akalia. Sasa uchungu umemwingia kwa sababu Baraka amebadilisha. Uchungu unaingia ndani ya moyo. Hebu tusomee verse 2 tumalize. 39. Isaka baba yake akajibu akamwambia, angalia, penye manono ya nchi patakuwa makao yako, na penye umande wa mbingu unaotoka juu. Upanga wako wewe utaishi, nawe utamtumikia nduguyo, na itakuwa utakapoponyoka utaivunja kongwa lake katika shingo yako. At least akampatia hope kidogo. Bwana atukuze sana. Akamwambia utaishi kwa upanga. Bwana atukuze sana. Nawe utamtumikia ndugu yako, kwa sababu already nishambariki, nimemfanya akuwe master wako, wewe utakuwa servant wake. Haleluya. Lakini akamwambia itakuwa utakaponyooka. Haleluya. Na kuna macho mengine nasema kwamba utakapochoka. Haleluya. Utakapofika mwisho, utakaposikia kwamba enough is enough. Haleluya. Maandiko yanasema kwamba utalivunja kongwa lako katika shingo lake. Haleluya. Ile yoke kama ile kongwa ni kama yoke. Mila. Bwana atukuze sana. Akamwambia utakapochoka. Haleluya. Utaondoa nini? Utaondoa nini? Bwana atukuze sana. Wapendwa wa Bwana, haijalishi kama baraka yako ilibadilishwa miaka mingi namna gani. Haleluya. Maandiko inasema kwamba utakapochoka. Bwana atukuzwe sana. Utakapofanya nini? Utaondoa hiyo nila. Utasema sasa enough is enough. Utasema sitakuwa mtumwa tena, sitakuwa mtu wa kuomba tena, sitakuwa mtu wa kutumwa tena. Haleluya. Na itafanyika hivyo. Bwana atukuzwe sana. Lakini as long as umetosheka, as long as uko sawa na hiyo nafasi huko, utaishi kuwa tu mtu. Bwana atukuzwe sana. Utaishi kuwa nini? Utaishi kuwa mtumwa ikiwa hautachoka. Maandiko inasema kwamba utakapochoka utaondoa hiyo nila katika shingo lako. Bwana atukuzwe sana. Wapenda, kuna nila aina nyingi ambazo ziko katika dunia hii. Kuna nila ya umasikini ambayo inakuwa imeshika watu. Kuna nila ya magonjwa, kuna nila ya kusumbuliwa, kuna nila ya kufinyiliwa. Lakini maandiko inasema kwamba iwapo utachoka utaondoa hiyo nila. Haleluya. Inua mkono wako juu, sema naondoa hiyo nila. Nila ya magonjwa haitanikaribia. Nila ya utumwa haitakuwa kwangu. Nila ya umasikini naiondoa. Haleluya. Kwa sababu lazima tuchoke. Iwapo kama hautachoka, utaishi katika hiyo state na utaona kama ni nomo. Bwana atukuzwe sana. Unakuwa mtumwa miaka yote, unaona kama ni nomo. Unakuwa tu mtu ambaye ni wakupewa saa zote, unaona kama ni nomo. Haleluya. Lakini maandiko imesema utakapochoka. Haleluya. Sema nimechoka. Haleluya. Nimefanya nini? Nimechoka. Bwana atukuzwe sana. Kusoma verse 41 ndio tuweze kumalizia hapo, ndio niwape point mbili tatu alafu tumalize. 41 nasema namna gani? 27:41 umeiona? Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ile baraka babaye aliyombariki. Esau akasema moyoni mwake. Esau sasa amemchukia Jacob. Kumbuka ni brothers, wamezaliwa pamoja, lakini Esau amefanya nini? Amemchukia Jacob kwa sababu amechukua urithi wake, amechukua baraka yake, amebadilisha baraka yake, sasa amemchukia. So kwanza nimekuambia anytime wakati baraka yako inapinduliwa, unaanza kuwa na bitterness, unaanza kuchukia watu, unaanza kuamua hata unaweza fanya na watu. Haleluya. Maandiko inasema Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ile baraka baba yake aliyombariki. Esau akasema moyoni mwake, siku ya kumlilia baba yangu zinakaribia, ndipo nitakapomuua ndugu yangu Yakobo. Bwana atukuzwe sana. Tunaona bitterness venye inakaa. Sasa amesema hata huo brother yake. Bwana atukuzwe sana. So niko na point ine ambayo nataka utaiandika, maybe itakusaidia baadaye.
Pointi ya kwanza ni kwamba ukilala utabadilishiwa baraka. Bwana atukuze sana. Wale watu wanabadilishiwa baraka, wanabadilishiwa wakiwa wamelala. Jacob alibadilishiwa baraka jioni, kulikuwa na giza. Yule mtu ambaye alipanda magugu aliingia shambani jioni, wakati wengine walifanya kazi wakaenda nyumbani, akarudi jioni akapanda magugu. Haleluya! So ukilala unabadilishiwa nini? Baraka. Bwana atukuzwe sana. Namba 2 ni kwamba unateseka mateso yasiyo na haja. Haleluya! You go through unnecessary suffering kwa sababu ya kubadilishiwa baraka. Jacob alitumika miaka ingine 7, miaka 14 akiangalia ndio aweze kupata bibi. Miaka 14 alikuwa aenda miaka 7, lakini maana alibadilishiwa baraka ilibidi aende miaka ingine 10 na miaka ingine 7. Bwana atukuzwe sana. So unapata kwamba unateseka mateso ambayo hayana haja. Unachukiwa, unadharauliwa, na ni safari ambayo haukuwa uende. Kama haukubadilishiwa baraka, haukupitia hiyo. Haleluya. Namba 2 ni kwamba adui hutafuta nafasi mwafaka akubadilishia baraka. Bwana atukuzwe sana. Anytime shetani anaangalia nafasi ambayo atatumia abadilishe baraka zako. Bwana atukuzwe sana. Haleluya. Hiyo mic imeenda. So shetani anaangalia nafasi ambayo ni mwafaka aweze kubadilisha baraka yako. Hebu tuwekee Mark chapter 12 verse 7. Mark chapter 12 verse 7, tusikie vile ambavyo maandiko inasema. Lakini wale wakulima wakasemezana, huyu ni mrithi. Haya. Na tumuue na urithi utakuwa wetu. So wanatafuta chance ndio wachukue urithi wa huyu mrithi. Haleluya. Ni story ambayo Yesu alikuwa anapeana, akasema kuna mtu alikuwa na shamba akapanda mizabibu, alafu akaenda katika nchi ya mbali. Then akawa anatuma watu, akatuma watu wa kwanza waende waangalie mavuno. Wakakuja, wale walikuwa wamefanywa managers kwa hiyo shamba, wakawapiga na wakawafukuza. Wakaenda wakamwambia tumefukuzwa, akatuma wengine, wakawapiga wakawaua. Akatuma watu mara kadhaa. Mara ya mwisho akasema nitatuma my own son. Bwana atukuzwe sana. Nitatuma mtoto wangu. Sasa wale managers wanaona mtoto wa huyu bosi wao, wanasema si basi yule ndiye mrithi wa hii kazi ambayo tunafanya. Bwana atukuzwe sana. Wanasema huyu si ni mrithi. Haya, na tumuue na urithi utakuwa wetu. Bwana atukuzwe sana. So shetani anatafuta nafasi mwafaka ya kukuangamiza. Pointi ya mwisho ni kwamba machungu yanajaa moyoni. Unapobadilishiwa baraka, machungu yanakujaa. Bwana atukuzwe sana. Si Bwana atuondolee machungu. Haleluya. Bwana atuondolee nini? Roho ya bitterness iondoke katika maisha yetu, tuweze kuendelea. Haleluya. Lakini maandiko imetupea hope. Tukimalizia ikasema ya kwamba utakapochoka, haleluya, utakapofanya nini? Utakapochoka kuwa mtumwa, utakapochoka kuwa mtu ambaye anarenti nyumba, utakapochoka kuwa mwajiriwa, haleluya, utaondoa hiyo nira katika shingo lako. Utaiondoa, maana utaomba, utasema ya kwamba enough is enough. Hii imefika mwisho, sitateseka tena, sitalia tena, sitakaa hivyo tena. Haleluya. Wapendwa wa Bwana, lazima tuchoke. Bwana atukuzwe sana. Simama juu ya miguu yako. Nataka uingie katika maombi dakika 2 ama 3. Mwambie Bwana akusaidie. Baraka zako hazitachukuliwa na mtu. Hautabadilishiwa urithi wako. Hautakaa hivyo. Hautabadilishiwa baraka yako. Kile ambayo Mungu alikuwa amekusudia ni chako, lazima kipatikane kwa jina la Yesu. Bwana, tunakushukuru masaa haya. Tunasema ni asante Bwana. Asante kwa neno lako Bwana. Umetunenea masaa haya, ukatuambia ya kwamba shetani anatafuta nafasi mwafaka abadilishe baraka zetu. Tunakuomba Bwana ya kwamba urithi wetu hautabadilishwa katika jina la Yesu. Tunasema ya kwamba Bwana, hatutabadilishwa urithi, hatutabadilishwa baraka katika jina la Yesu. Kataa kubadilishiwa
Kataa kubadilishiwa. Urithi wetu hautabadilishwa, baraka zetu hazitabadilishwa. Kile ulivyokusudia Bwana ni chetu katika maisha, hatutabadilishiwa katika jina la Yesu. Kila mila ya shetani, kila hila ya shetani ya kuja kubadilisha kile ambacho umetubarikia Bwana, tunasema haitatimilika katika jina la Yesu. Ambia Bwana akusaidie. Ambia Bwana umekataa, baraka zako hazitabadilishwa, hazitabadilishwa kwa jina la Yesu. Ambia Bwana akusaidie ukaweza kusimama katika nafasi yako katika jina la Yesu. Bwana tunasema ni asante. Kile ambacho Bwana umekusudia katika maisha yangu, ninasema kwamba sitabadilishiwa. Ninakataa kubadilishiwa urithi wangu, ninakataa kubadilishiwa baraka yangu katika jina la Yesu. Asante Jehova. Kila mila, kila hila ya shetani, kila mipango ya adui ya kunibadilishia kile ambacho umebarikia haitawezekana katika jina la Yesu. Haitawezekana, haitawezekana Bwana. Utanishikilia, utanisimamisha Bwana katika jina la Yesu. Destiny yangu mahali ambapo Bwana umesema nitafika, ninasema ya kwamba Bwana nitafika, nitafika Bwana, nitafika Bwana. Baraka ya ndoa yangu haitabadilishwa, furaha ya ndoa yangu Bwana haitabadilishwa katika jina la Yesu. Katika jamii zetu ile baraka Bwana ambayo umekusudia ukasema ni yetu Bwana, tunakataa kubadilishiwa, tunakataa kubadilishiwa, tunakataa kubadilishiwa. Ingia katika vita, pigania destiny yako. Ambia Bwana akusaidie, pigania jamii yako, pigania ndoa yako, pigania familia yako. Ambia Bwana akusaidie katika jina la Yesu. Ambia Bwana hautabadilishiwa, hautabadilishiwa. Kile ambacho shetani amepanga kubadilisha katika maisha yako hakitawezekana, hakitawezekana katika jina la Yesu. Bwana tusaidie, Bwana saidia huyo mzee, saidia huyo mama Bwana, saidia huyo kijana, saidia watoto ambao baraka zao zimechukuliwa Bwana. Watoto wengine wanalia, wazazi wao waliondolewa, walikuwa wanaishi maisha mazuri, sasa wanateseka. Bwana wasaidie, Bwana wakumbuke katika jina la Yesu. Bwana tunakuabudu, tunasema ni asante. Umekuwa mwema Bwana, umekuwa mwaminifu. Tunasema ni wewe Bwana, umeinuliwa juu sana katika jina la Yesu. Tunakuabudu masaa haya, tunasema ni wewe katika jina la Yesu. Tunasema ya kwamba Bwana, Esau aliambiwa ataishi kumtumikia ndugu yake, lakini atakapochoka ataondoa hiyo ndila katika shingo yake. Bwana tumechoka. Ambia Bwana umechoka. Ambia Bwana umeteseka miaka mingi, lakini umetoka, imefika mwisho katika jina la Yesu. Ambia Bwana umekataa, hautateseka tena, hautalia tena, hautadharauliwa tena. Hiyo imefika mwisho. Sema enough is enough. Imefika mwisho, imetosha, imetosha katika jina la Yesu. Tunasema ya kwamba imetosha. Ile Bwana mateso ambayo tumepitia, tunasema imechoka, tunasema tumechoka, tunasema imetosha katika jina la Yesu. Bwana ukatusaidie, saidia huyo mama Bwana, saidia huyo mzee, saidia huyo kijana katika jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu, maana wewe ni Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru masaa haya, tunasema ni asante. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu. Asante kwa neno lako, jinsi ambavyo umetunenea ya kwamba Bwana tusikubali kulala ili tusibadilishiwe baraka katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana tukakaa tukiwa tumekesha wakati wote Bwana, ili yule mwovu ibilisi asitubadilishie urithi wetu Bwana, asitubadilishie baraka zetu katika jina la Yesu. Tunaomba ukatusaidie, tusimamishe Bwana, tupe neema, maana wewe ni Mungu na hakuna Mungu aliye kama wewe. Asante, maana wewe ni Mungu na hakuna Mungu aliye kama wewe Bwana, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi, na kila mmoja wetu aseme amen. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya, tushangilie Bwana Yesu.